بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب ورسالة القواعد الأربع. تلسم القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. Leo tunaanza alqaidatu athalitha, ambaye kupata alqaidatu alula wa thania arejee katika rekodi. Qala rahimahullahu ta'ala, walqaidatu athalitha, na msingi wa tatu katika misingi hii minne aelewe mtu na kufahamu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, alidhihiri kwa watu ambao wametofautiana katika ibada zao. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma kufika Makka, akawakuta watu wapo tofauti katika ibada zao. Minhum, miongoni mwao, man ya'budu al-malaikata, wapo wanaabudu malaika. Wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin, na wapo miongoni mwa wao wanaabudu manabii wa Allah na watu wema. Wa minhum, na miongoni mwao, man ya'budu al-ashjara wal-ahjara, wapo ambao walikuwa wakiabudia miti, wapo ambao walikuwa wakiabudia mawe. Wa minhum, na miongoni mwao, man ya'budu ash-shamsa wal-qamar, wapo walikuwa wakiabudia jua na kuabudia mwezi. Kiangalia hawa wote wana ibada zao, kila mmoja anaabudia yule ambaye anamuhisi ni sawa kwake. Kiangalia kuna wale ambao wanaabudia viumbe vya Allah ambavyo vina akili, vilivyo hai, vyenye roho, malaika, manabii, watu wema. Wapo ambao wanaabudia mawe, la ruha la, havina roho wala halina uhai jiwe, uhai wa dhahiri, ama uhai hakikia jiwe linao. Tumalika alimsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo tumesoma katika Nurul Yaqin. Kadhalika al-ashjar, uhai upo lakini mbali na sisi, bain, lakini waqatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliwapiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yufarriq bainahum, wala hakutofautisha baina yao. Wanaabudia manabii waeke pembeni, hawa angalau shiriki yao, hapana, wote aliwabeba katika dhana moja kwamba wote wana haki ya kupigwa vita. Kuonyesha kwamba tulisema kwamba Sheikh ametunga risala hizi kwa ajili ya masufi waliokuwa zama zake wakiabudia aulia, watu wema, wakiitakidi kwamba yafaa wanaabudia mawe ndio washirikina. Hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka wote katika manzila moja, akawapiga vita wote. Wadalilu qawluhu ta'ala, waqatiluhum, na wapigeni vita wao, hatta la takuna fitna, mpaka pasipatikane fitna. Fitna bimaana ashirk. Wa yakuna ad-dinu kulluhu, na iwe dini yote lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ash-shamsi wal qamari, na dalili aliyokuwa kiabudia jua na mwezi, qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal qamar, na miongoni mwa aya za Allah zenye kujulisha uwepo wake na upweke wake ni usiku na mchana, jua na mwezi. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar,
msisujudie kuelekea kwenye jua, kwa maana msiabudie jua wala msiabudie mwezi. Wasjudu lillah, na muabuduni Allah, msujudieni yeye. Alladhi, Allah ambaye khalaqahunna, ameviumba hivyo. In kuntum iyyahu ta'budun, kiwa nyinyi kwake Allah mnaabudia. Wa dalilul malaikati qawluhu, na dalili ya malaika kauli yake Allah aliposema wala ya'murukum an tattakhidhul malaika, na wala hakukuamrisheni Allah kuwafanya malaika wan nabiyina, na manabii arbaba, miungu. Hakuna kuabudia malaika wala kuabudia manabii. Wa dalilul anbiya'i, na dalili ya manabii qawluhu ta'ala, qawli yake ta'ala aliposema wa idh qala Allah, nakumbuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema Allah, kwa maana akasema Allah azza wa jalla ya Isa, ewe Isa ibn Maryam, mtoto wa Maryam, a anta qulta linnas, je wewe ulisema kuwaambia watu duniani, ittakhidhuni, nifanyeni mimi, wa ummiya, na mama yangu, ilahaini, waabudiwa wawili, min dunillah, pasina Allah. Qala subhanak, nasema Isa utakasifu ni wako Allah, ma yakunu li, haipasi kwangu, ma yakunu ma yambaghi. Soma lugha nafahamu neno ma yakunu, ma yambaghi. An aqula, kusema ma laysa li bihaqqin, kile ambacho kwangu sio haki, ibada si haki yangu, siwezi kusema hivyo. In kuntu qultuhu, ikiwa mimi nilisema hilo, faqad alimtahu, kwa hakika umetambua Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, unatambua kilichomo nafsini kwangu. Wala a'lamu ma fi nafsika, wala sifahamu kilichomo nafsini mwako. Innaka anta allamul ghuyub, hakika wewe Allah ni mjuzi zaidi wa ghaib. Kwa maana walifanya watu kumwabudia Isa, amewakataza Allah. Kuna watu waliabudia manabii na malaika, amesema Allah sio hao. Wa dalilu salihin, na dalili ya watu wema qawluhu ta'ala, qawli yake ta'ala ulaika, hao alladhina yad'una, ambao wanawaomba. Tuliposoma kitabu tauhidi, mnakumbuka tulisema kuna fi'l maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi yuko wapi? Mnakumbuka? Hayupo? Kitabu tauhidi tukumbuka tulisema yad'una, wao aljamaa ni fa'il hapa. Yad'una, ulaika ndio lotangulizwa mwanzo, hawa ndio maf'ulun bihi. Sawa, hawa ndio wanaoabudiwa, kwa maana hawa ndio manabii. Mathalan ulaika, hao manabii, watu wema. Alladhina, ambao, yad'una, nyinyi mnawaomba, wenyewe yabtaghuna ila rabbihimul wasila, wanatafuta kuelekea kwa Mola wao wapate wasila. Ayyuhum aqrabu, nani atakuwa karibu zaidi kwa Allah. Wayarjuna rahmatahu, na wanataraji rahma za Allah. Wayakhafuna adhabahu, na wanaogopa adhabu za Allah. Yani Isa alayhi salam anaabudiwa, yeye mwenyewe Isa kashughulishwa kutafuta karibu kwa nani? Kwa Allah azza wa jalla, na akitaraji rahma zake na akihofia adhabu za Allah. Kisha wanakuja watu wanamwabudia yeye Isa, yeye mwenyewe yupo na shughuli ya kutafuta karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiri imefahamika. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم تمسما كجهين معنى أخبروني, nipeni habari hebu, allata wal uzza, kuhusu lata na uzza, majina ya masanamu. Allata jina la sanamu ambalo wao wamelipa taanithi ya Allahu lata, sema hii taanithi yake. Wal uzza min al aziz, uzza wakika taanithi yake. Wa manata thalithata al ukhra, na manata watatu
mwingine. Haya majina yote ya masanamu ambayo yametengenezwa kutumia mawe na mwingine kutumia miti, hawa wote nipeni habari kuhusu hao, hawafai kuabudiwa. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أنا سمع أبو واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين tulitoka sisi pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea kwenye vita vya Hunain wa nahnu hudathau ahdi bikufrin, na wakati huo sisi tulikuwa wapya katika zama kutoka kwenye ukafiri, ndio kwanza tumeslimu wapya, hatujui baadhi ya mambo. walilmushrikina sidratun, na wanayo washirikina au wana washirikina mkunazi au mti wa mkunazi. yakufuna indaha, wanakaa itikafu mbele ya mti huo, wanalazimiana nao. wayanutuna biha, na wananing'iniza kwenye mti huo aslihatahum, silaha zao, wakitaka baraka ya mti ule kwa silaha zao, ili wakiingia vitani silaha ziwe na nguvu. yuqalu laha, huitwa mti huo dhatu anwaqin, chenye kuning'iniziwa au chenye cha kuning'iniza. Anasema Abu Waqid, famararna bisidratin, tukapita katika ule mti. Fakulna, tukasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ij'al lana dhata anwaqin, tufanyie sisi pia cha kuning'iniza kutaka baraka, kama lahum dhatu anwaqin, kama vile ambavyo wao wanayo cha kuning'inizia. Alhadith, hadithi ndefu. Mtume sallam alishangazwa, subhanallah, Allahu akbar, akirejea sema ombi lenu mithili ya ombi la bani Israili, ij'al lana ilaha kama lahum alih, ili ombi ni batil, akawagombeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba haifai. Baraka zapatikana kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale palipothibiti kwenye maji ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, anaonesha ushahidi shekhe, tumesema kitabu cha tusome kwa maelezo, anaonyesha ushahidi shekhe kwamba ibada ikisha kuwasia Allah, hiyo ni shirki na inafaa kupigwa vita kwa namna yote, hata kama wanaoabudiwa ni katika wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufarikisha baina yao. Hii kaida izingatie, chochote kitakachoabudiwa si kwa Allah ni shirki takachokuwa. Alqaidatu arabi'a, ya mwisho, anna mushriki zamanina, kama washirikina wa zama zetu. Maneno haya anayasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, aliishi karne ya 1100 na kitu katika Hijria, 1400, sawa. Washirikina wa zama zetu aghladu shirkan, shirki yao ni kubwa zaidi min alawwalina, kuliko wale wa mwanzo. Lianna alawwalin, kwa sababu wale washirikina wa mwanzo yushrikuna fi rakhai, kumshirikisha Allah katika raha. Unapokuwa hawana shida, wapo katika amani, wao ndio humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhlisuna fi shidda, lakini katika tatizo wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawana muumba mwingine wa kumwelekea wakati wa shida zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ni washirikina wa zamani walivyokuwa. Nafikiri tukisoma na tunaelezea hapa namna ilivyokuwa, hata kwenye kisa cha Ikrima ibn Abi Jahli ni tosha kwamba ni alama. Ikrima, mnafahamu, alikuwa katika wale ambao Mtume alitangaza kwamba katika Fathu Makkah watakaonekana kokote hawa wauao, walikuwa ni watu watano. Miongoni mwao ni Ikrima, hata kama atakuwa ananing'inia mapazia ya Kaaba, sababu sheria kwenye Kaaba hauawi mtu, lakini hawa hata kama ninginia pazia ya Kaaba au wawe, walimkera Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikrima akakimbia, kenda huko kwenye bahari, kapanda jahazi laenda, mara mawimbi, kila mmoja anaomba Mungu wake. Yule msimamizi na wenzio anawaambia, hapa hakuna atakayetuokoa isipokuwa Allah peke yake, hao wote hawana kitu, ni Allah peke yake, huyu wa Muhammad ndio atakayetuokoa, tumuombe. Ikrima akasema, nimekimbia hii kwa sababu ya huyu. Akasema, naweka azmi, ikiwa ataniokoa hapa na hili,
itamwamini. Na naam, Allah kamuokoa ikawa salama kwake. Kuonesha kwamba katika shida wanamkimbilia Allah, katika raha ndio wanamkimbilia shetani. Lakini wa mushriku zamanina, washirikina wa zama zetu, shirkuhum daima, shirki zao daima dawamu, fi rakhai washirk, katika raha na shida. Ikiwa na shida na kwenda kwa mshirikina kutaka tatizo lake tatuliwe. Tatizo lake kitatuliwa, anarudi tena kutoa shukrani, anachinja ng'ombe tena. Kila sehemu yanashirikisha. Hata akiwa katika dhiki, tabu, yeye anashirikisha. Pale anakwenda kwa waganga basi. Simele wakasahau kwamba Allah azza wa jalla anasema amma yujibul mudtarra idha daa wa yakshifu as-su'. Sema hadha ilm, aya hii hata kafiri akiwa katika shida Allah anamuokoa. Si Muislamu tu, kafiri yupo katika dhiki kumwelekea Allah, Allah anamuokoa. Shahidi ni haya ambayo tunasoma, wa dalilu qawluhu ta'ala fa idha rakibu fil fulki, pindi wanapopanda katika majahazi, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, humuomba Allah hali ya kumtakasia Allah dini. Falamma najjahum ila albarri, zama Allah anapowaokoa kwenda nchi kavu, idhahum yushrikun, tahamaki wao wanashirikisha. Wakiwa kule wanasema tukiokolewa na hili nuwahhidullah wa nukhlisu alibadata lahu, Allah kishaokoa, yauduna ila shirkihim, wanarejea katika shirki yao. Zama sasa hivi daima dawama, hilo lielewe katika kaida ambazo anazitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Tammat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah. Na Alhamis tunaanza matnu kashf ash-shubuhat. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik.